anatoa maelekezo ya kila kitu katika hiyo taasisi ya Yanga na kwa mujibu wa katiba yao. Inawezekana kwamba bodi ya ligi mara baada ya kutoka kwenye kikao hicho, kama msimamo wa Yanga wakisema hatuchezi mbele ya bodi ya ligi, wakaweka sababu zao za msingi, inawezekana tukasikia pia taarifa kutoka bodi ya ligi ikisema mchezo tumeuahirisha mpaka wakati mwingine sababu tumekutana Yanga, wao wamesema hawataingiza timu, hatuna haja ya kutengeneza gharama ambazo hazina maana, sasa mchezo tunaupeleka tarehe nyingine. Inawezekana ikatokea hicho kitu. Hii inawezekana kabisa. Wanafika hapa hawazungumzi tena uchunguzi. Ona huo udanganyifu ambao waliufanya sio tu kwa hata kwa wadau wa soka na watu wengine. Sasa tunasema hapana. Huo ndio uhuni wa soka tunaosema. Kwa nini ufanye hivi? Hata tamko la hivi karibuni la msemaji wa Yanga siku 2-3 nimemsikia akizungumzia hata swala la ticket. Wao ndio wanaopaswa kuziuza, wao ndio wana makubaliana na any card. Alizungumza vitu vingi sana Kamwe ezifu kwamba kufanya hata maandalizi kila wao hayawezi yakafanyika. Ni maswali ambayo kila mmoja anaweza kawa anajiuliza juu ya wito kutoka bodi ya ligi kuwaita Yanga kwenda kujadili kuhusiana kuelekea katika mchezo wa tarehe 15. Zimebakia siku 6 kuelekea mchezo huo. Pengine maswali ambayo nimejaribu kujiuliza mwanzoni ni kwamba je, dabi zote zinakuwa na utaratibu huo kwamba kwa maana uongozi mzima wa klabu husika iwe ni Simba au Yanga huwa wanaitwa kujadili kuelekea katika mchezo huo, au ni kwa sababu ya uspecial ambao upo kwamba Yanga wana msimamo wa kutokucheza? Na pengine... Karibu sana, hii ni Like Media. Kama ambavyo nafahamu, neno bahati ni neno ambalo lina herufi chache sana, lakini lina maana kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Lina maana kubwa sana kwa wewe ambaye unapambana kutafuta. Wakati mwingine haitakiwi kuwa na ubora mkubwa sana, inatakiwa tu kuwa na bahati. Mimi naamini wenye ubora mkubwa sana wengine, kama hauna bahati basi inawezekana usiwe katika sehemu ambapo panahitajika kuwepo, au sio? Kwa hiyo tunapozungumzia neno bahati, unapoenda kupiga magoti kwa ajili ya kuomba, omba bahati. Kuna wengine ambao wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa, na si wale tu walikuwa na umaalumu sana au vipaji vikubwa sana, au walikuwa na vile vitu ambavyo unasema huyu jamaa ana kitu kweli. Kama ni mchezaji basi alikuwa ni mchezaji wa kawaida tu, lakini kapata bahati kukutana na watu sahihi, wakamwekea katika hatua fulani, amekuwa mtu bora kabisa. Kuna vipaji vingi ambavyo vinapotea, ambavyo vinakosa nafasi kwa sababu ya bahati. Kwa nikwambie, katika maisha ya kawaida anza kuomba bahati, uwe na bahati. Tuombe sana bahati. Mimi naitwa Lugano Israel na hii ni Like Media kwa ajili ya kupiga story za kimichezo. Bwana, tuna story kubwa ambayo leo nataka ufahamu. Bilinge za dabi ya Kariakoo imeleta sura mpya nyingine ambayo kila mmoja amekuwa na maswali mengi sana. Nini ambacho kinaenda kwenda kufanyika kwenye tarehe 15? Je, Yanga watapeleka timu? Je, Simba itakuwaje? Bodi ya ligi vipi watapeleka wataalam, marefa na wasimamizi wa mchezo? Vipi mashabiki wataenda uwanjani? Ni maswali ambayo kila moja bila shaka atakuwa anajiuliza. Lakini kikubwa sana bwana, kuelekea katika dabi ya Kariakoo, zikiwa zimebakia takribani siku kama leo ikiwa ni tarehe 9, maana yake zikiwa zimebakia siku kama 5 kama 6 hivi kuelekea katika dabi yenyewe ya Kariakoo. Wakati Yanga anasema hawachezi. Sasa bodi ya ligi imeuita uongozi wa Yanga pamoja na kamati tendaji ya Yanga. Hapa namzungumzia, imemuita Engineer Haisaidi ambaye ni rais, imeita pia na viongozi wengine pamoja na kamati tendaji ya Yanga. Taarifa ni kutoka bodi ya ligi, anasema bodi ya ligi iliandikia barua Yanga, hasa ilimwandikia rais wa klabu ya Yanga Engineer Haisaidi kwa ujumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga ili kufanya kikao maalum cha kujadili mechi namba 184 kati ya Simba na Yanga. Barua ikawa imeandikwa kuelekea pale katika viunga vya Jangwani, vikumfikia kwa maana rais wa klabu ya Yanga Engineer Haisaidi, ambaye mpaka sasa tunavyozungumza taarifa nasema yuko nchini Marekani akishuhudia mashindano ya klabu bingwa ya dunia
kombe la dunia la vilabu ambayo inachezwa huko nchini Marekani. Kwa hayupo nchini, lakini taarifa imefika ofisini kwake na inawahitaji sasa kwa maana kamati tendaji pamoja na uongozi wa juu uwepo pale kwenye hicho kikao. Kikao hicho kitakuwa maalumu, kimepangwa kufanyika Juni 9 saa 4 asubuhi kwenye ukumbi wa mikutano wa bodi ya ligi uliopo Ilala, Dar es Salaam. Kumbukwe hadi sasa rais wa Yanga yuko huko kwa maana nchini Marekani akifuatilia mchezo wa ligi kwa maana ya mashindano ya vilabu barani Afrika. Sasa unaweza kujiuliza kwamba ni kwa nini wamemuita Engineer Hersi? Ni kwa nini wameita kamati tendaji ya Yanga? Ni kwa nini wamewaita? Je, ni utaratibu wa kila siku ambapo wanapoelekea katika mchezo huwa wanaita marais wa vilabu na wanahusika katika kuelekea katika mchezo husika, au ni kwa sababu ya umuhimu wa kuelekea katika dabi hii ambayo Yanga wanasema hawachezi? Sasa inawezekana kukaa na maswali mengi sana kwamba kwa nini ameitwa Engineer Hersi, kwa nini ameitwa Alfat Haji, kwa nini ameitwa kamati tendaji? Manake Escom ya Yanga yote ndio iwepo pale wakaweza kujadili. Na utakuwa unakumbuka Escom ya Yanga ndio ambao walipitisha azimio la kuto kucheza na kuto kuwa na imani na bodi ya ligi, lakini pia ndo hao ambao walipitisha azimio la kuto kucheza mchezo wa tarehe 15 ambao ulipitishwa na kwa maana kamati tendaji ya Yanga ambao ndo hao ambao wanaitwa na bodi ya ligi. Maswali machache ni kujiuliza kwamba je, wataenda pale katika makao ya bodi ya ligi? Je, majadiliano yatakuwaje? Je, ni kwamba wanapeleka timu au Yanga watakuwa wamejibu barua kwamba hawa wataweza kufika kwa sababu ya msimamo wao? Hayo ni maswali ambayo unaweza kujiuliza kwamba je, katika ofisi za bodi ya ligi Yanga wataenda? Yanga wakienda, je, wataenda kusikilizana na bodi ya ligi kwenye mfumo gani? Wataenda kusisitiza msimamo wao kwamba hawa watacheza au hawa watakubali theni mwisho wa siku wao wataenda uwanjani? Maswali yanaweza yakawa ni mengi sana, ya kwamba kwanza ni kujiuliza kuhusiana na wito ambao Yanga wameitwa kama timu mwenyeji wa mchezo huo kwa ajili ya maandalizi ya mchezo. Maswali yanakuja, Yanga vipi, wataenda bodi ya ligi? Nakumbuka bodi ya ligi ni hapo ambapo wao wanasema hawana imani napo. Je, wataenda? Na wakienda itakuwa imetupa sura gani? Kwa maana ya kwamba wametii wito wa kwenda, huenda wakaenda kupewa maagizo ambayo pengine sasa Yanga wanaanza kufikiri kwamba pengine wanaweza kawajibu kwamba hatuchezi. Je, bodi ya ligi watachukua hatua gani? Licha kwamba walishasikia haya mengi wakizungumza, je itakuwaje? Sasa maswali ni mengi sana wakati rais wa klabu ya Yanga hayupo nchini kwa taarifa ambazo tunazipata, lakini taenda kuwakilishwa na viongozi wengine wa ngazi ya chini ambao watakuwepo pale. Je, mpaka sasa Yanga wanakizungumza kitu gani? Wamejadili nini kuelekea katika mchezo huo? Je, wanakubaliana wote kwa pamoja kwamba wataenda bodi ya ligi kusikiliza wito kutoka bodi ya ligi kuelekea katika mchezo ambao Yanga anasema hawendi kucheza? Na je, pengine Yanga watakuwa wameandika barua rasmi sasa ya kuambia sisi hatuwezi kuja katika kikao hicho ni kwa sababu tuna msimamo huu? Hayo pia yanaweza ni maswali ambayo kila mmoja anaweza kuwa anajiuliza juu ya wito kutoka bodi ya ligi kuwaita Yanga kwenda kujadili kuhusiana kuelekea katika mchezo wa tarehe 15. Zimebakia siku 6 kuelekea mchezo huo. Pengine maswali ambayo nimejaribu kujiuliza mwanzoni ni kwamba je, dabi zote zinakuwa na utaratibu huo kwamba kwa maana uongozi mzima wa klabu husika iwe ni Simba au Yanga huwa wanaitwa kujadili kuelekea katika mchezo huo, au ni kwa sababu ya special ambao upo kwamba Yanga wana msimamo wa kuto kucheza na pengine bodi ya ligi umewaita wakijua wanaweka mtego wa kuwaweka kwenye kikao ili waweze kusaili sehemu ili hata chochote kitakachoenda kutokea basi waweze kuingia kwenye mtego wowote ambao wao watakuwa wameuseti. Ni nini ambacho kimelengwa katika hilo? Pengine taratibu au ni nini ambacho tunaweza kawa tunajiuliza hapa kwamba huenda ndio taratibu au huenda sio taratibu. Kama sio taratibu,
ni nini ambacho kinafanyika kwa maana ya kuwaita Yanga kwenda katika mkutano na bodi ya ligi? Ni nini ambacho tukichukue sasa kutoka katika uongozi wa bodi ya ligi, na Yanga watareact kivipi kuelekea katika mchezo huo? Hapa namtafuta Angetile Hosea ambaye ni katibu wa zamani wa TFF, angalau pengine anaweza kutuambia chochote kuhusiana na utaratibu na yale ambayo mara nyingi ndivyo ambavyo wanatakiwa kuwa. Kama kuna chochote ambacho anaweza kutusaidia kutupa uelewa, basi tutashukuru kuelewa, kwa sababu huyu ni miongoni mwa viongozi ambao wamekaa pale TFF paka bodi ya ligi inaanzishwa, taratibu zote anazifahamu vizuri, na pengine tukipata bahati ya kupokea simu yake huenda tukapata kitu ambacho ni cha ziada sana, ambacho kinaweza kutuongezea kitu chochote. Naona simu yake haipokelewi, huenda yuko katika mazingira ambayo hawezi kupokea simu, na nirudie tena, pengine anawezekana akatupa bahati ya kupokea simu. Kikubwa ni maswali ambayo tunajiuliza. Bodi ya ligi wameoita Yanga waende kwenye mkutano kuelekea katika mechi muhimu ambayo Yanga wao wanasema kwamba hawachezi dabi. Nini kipo ndani yake? Nini ambacho tuelewe kuhusiana na mpango huo? Yanga wataenda? Pengine inaweza kawa ni jambo ambalo tunaweza tukasema ni jambo gumu sana. Nimtafute Lois Komba, mwanasheria huyu, wakili msomi kabisa, aweze kutuambia chochote ambacho kipo katika Yanga kuitwa katika makao makuu ya bodi ya ligi. Kunani ndio taratibu au ni nini ambacho kipo hapa? Kama utapata bahati ya kupokelewa simu, basi huenda tukapata ufafanuzi. Mwanasheria ambaye pia ashaikuwa katika kamati. Lois Komba. Naam. Wakili msomi kabisa. Nakusikia. Nimekupigia simu wakati huu na tupo live kupitia Like Media. Yes. Ninaomba ufafanuzi wako kuhusiana na pengine na mtazamo wako. Yanga wameitwa na bodi ya ligi kwa maana kwenda pale makao makuu yaliyopo Ilala ya bodi ya ligi. Tafsiri yake ni nini? Yanga ambao wanasema hatuchezi dabi ya Kariakoo, lakini wameitwa na bodi ya ligi kwenda kupanga huo mchezo, lakini wakiita kikosi kizima, kwa maana uongozi mzima wa Yanga. Mtazamo wako ni upi kuelekea huo ni utaratibu au ni namna kwamba bodi ya ligi wanaona kabisa kuna namna kwa vuta viongozi wa Yanga na kuzungumza nao moja kwa moja? Nadhani wamekuwa na utaratibu hasa katika hizi mechi kubwa za dabi, na kwa sababu maandalizi yake lazima umshirikishe timu mwenyeji. Kwa hiyo wameita Yanga, pamoja na Yanga imeonyesha msimamo wake, lakini nadhani wao wametumia ile sema kwamba usikatae wito, labda ukakatae chochote ambacho kitawahusu wao, lakini wamewashirikisha Yanga nadhani kwa ajili ya maandalizi. Ingawa sasa watu wengi wamegundua maandalizi yamekuwa sio mazuri, hata publicity sio nzuri, na pengine natokana na msimamo wa Yanga, lakini nadhani ni wametumia tu fursa hiyo kwamba nyinyi Yanga ndio wenyeji wa mchezo. Na hata tamko la hivi karibuni la msemaji wa Yanga siku 2-3 nimemsikia akizungumzia hata swala la ticket. Wao ndio wanaopaswa kuziuza, wao ndio wana makubaliana na yeye kadi. Alizungumza vitu vingi sana Kamwe ezifu kwamba kufanya hata maandalizi bila wao hayawezi yakafanyika. Ingawa niliwahi kuulizwa nikasema mwisho wa siku wenye soka lao ndio wanaweza wakaandaa kila kitu, hata kama kumekuwa na ushirikishwaji, hata kama kanuni zinasema hivyo, lakini hizo kanuni hazijawahi kusema kwamba je, pale ambapo unapoishirikisha timu mwenyeji au timu zinazohusika zisiposhiriki unafanyaje? Sababu mwisho wa siku tunasema kanuni zao na kanuni zingine zinawapa nguvu kuhusu kuandaa mchezo. Lakini nadhani wameamua baada ya kuona na Yanga wanazungumzia maandalizi ya mchezo, kwa sababu kama walianza kuzijadili tiketi nini, ina maana Yanga wanatambua kwamba kuna swala hilo na kuna maandalizi. Kwa hiyo nadhani wameitwa rasmi
kwenye hicho kikao, kwanza kitasaidia hata wao kuthibitisha ushiriki wao. Lile ambalo hivi karibuni vile vile afisa habari au sijui ni nani, Boimanda sio na wadhifa gani pale, ni afisa habari. Afisa habari aliposema kwamba hatuna official information ya Yanga kucheza au kutokucheza, hiki kikao ndio ambacho Yanga watathibitisha wanashiriki mechi au hawashiriki, na kama ni kujiondoa kwenye maandalizi watasema. Kwa hiyo ni kikao ambacho nadhani muhimu kwa pande zote mbili kupeana msimamo. Kwani Yanga kama msimamo wao ni hatuchezi, kuna haja gani kwenda kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo wakati uchezi? Si ilibidi tuandike barua kwamba sisi hicho kikao cha maandalizi hatuhusiki nacho kukifanya, yani kufanya majadiliano yoyote ni kupoteza muda. Sisi hatutaingiza timu na maandalizi hatuhusiki nayo. Ndio kwa maana wapenzi wengi wa soka, wadau wengi na hata wengine tunasema nadhani hicho kikao hakigusi tu maandalizi. Hicho kikao kinaweza kuwa kuna mengine yanayoweza kuzungumzwa. Wengi tunadhani hivyo, na pengine wengine wanazungumzia kwamba huenda bodi ya ligi kuna mambo wanataka wasikilize Yanga, kama ambavyo mimi nikitoa msimamo wangu kwamba Yanga hawajawahi kupata fursa ya kusikilizwa. Pengine hii ndio fursa pekee ya kusikilizwa, na mimi ningesema Yanga wasiache hiyo fursa. Wanaweza na wao kwenda kutoa yao kuhusiana na hiyo mechi na mstakabali wa masuala ambayo yalijitokeza. Kwa hiyo fursa mimi nadhani Yanga waitumie, sio shida, na hasa kama waliheshimiwa sasa wakaandikiwa rasmi barua, kwa sababu mara nyingi mawasiliano yamekuwa hayaendi so formal namna hiyo, lakini sasa hivi kuna formal. Kwa hiyo mimi nadhani wakaitumie hiyo nafasi, hiyo fursa, then kitakachotokea tutaambiwa, kwa sababu hata ule msimamo wao kwa nini hawachezi watausema pale, na pengine kuna mambo yanaweza kawekwa sawa pale, na baadaye tukasikia namna nyingine yote, pamoja na tamko la wazee wa Yanga juzi ambalo ilileta tishio kubwa sana. Lakini nadhani Yanga administratively inabidi kwanza waende, alafu tujue kwamba je, in fact ule msimamo wao hatuchezi ng'o, baada ya hicho kikao ndio tutaujua uhalisia wake. Kwa hiyo maana yake ndio. Kwa hiyo mimi maoni yangu ni hayo tu, kwamba hicho kikao, kwa sababu bado Yanga ni mwanachama wa TFF na bodi ya ligi, na hawakuwahi kupata fursa ya namna hiyo. Mimi issue yangu ni hiyo tulikuwa nasema sasa haki. Engineer Hesaid yeye hayupo nchini. Sasa barua ilienda kwa Engineer Hesaid. Pengine engineer kama ilikuwa namlenga yeye na kamati tendaji, yeye anaweza akasema niko safarini, akaijibu kwa kutupia email kwamba mimi niko safarini, sitakuwepo hapo. Watakuja kamati tendaji, na kamati tendaji wakaenda ndo ambao walitoa msimamo wao wa kwamba hawachezi. Unafikiri pengine kuna uwezekano kukawa na uwezekano wa kulegeza kamba na Yanga wakaingiza timu? Hiyo ndio wengine tunafikiria, kama mimi nasema watalegeza kama baadhi ya masharti ambayo Yanga waliyoweka yakatekelezwa. Walikuwa na masharti wameweka, kwa mfano walizungumzia swala la wao kupewa fidia ya maandalizi ule mchezo, wakiambiwa kwamba huo mzigo mnaozungumzia wa milioni 600 upo, kwa nini wasikubali? Lakini vivyo kulikuwa na sharti lile la hawa bodi ya ligi kutokuamini. Sasa tusubiri itakuwaje. Alafu nadhani mawasiliano ya rais wa Yanga na wajumbe wengine wa kamati ya utendaji yapo vizuri sana, hata kama yupo wapi, na siku hizi kuna mambo ya dijitali, mambo ya mtandao vile, na katiba ya Yanga ipo vizuri tu, kwamba yeye kutokuwepo, yeye kweli ndio mwenye majukumu yote ya Yanga na ndio msemaji mkuu. Ukisoma ibara ya 33 na hata 34 ya majukumu ya rais na makamu wa rais na kamati ya utendaji yanajieleza wazi. Mwanzo nilikuwa nadhani kwamba kuwepo yeye hakuna kinachoweza kufanyika, lakini ukiangalia kwenye ile katiba yao ya marekebisho ya 2021 inatoa nafasi kwamba kuwepo makamu wa rais anaweza kuchukua majukumu
of course pamoja na maelekezo atakayopata kutoka kwa rais, na makamu wa rais asipokuwepo anateuliwa mjumbe yote mwenye uzoefu wa muda mrefu, ina maana labda ndio senior member kwenye ile kamati ya utendaji, na ni kamati ya utendaji yenyewe ndio itasema mjumbe fulani anaweza katuongoza kwenye hili. Kwa hiyo nadhani hili lipo sawa, limekaa vizuri, na naamini Hersi anapata kila kitu. Sio kupata, Hersi anatoa maelekezo ya kila kitu katika hiyo taasisi ya Yanga na kwa mujibu wa katiba yao. Inawezekana kwamba bodi ya ligi mara baada ya kutoka kwenye kikao hicho, kama msimamo wa Yanga wakisema hatuchezi mbele ya bodi ya ligi, wakaweka sababu zao za msingi, inawezekana tukasikia pia taarifa kutoka bodi ya ligi ikisema mchezo tumeuahirisha mpaka wakati mwingine, sababu tumekutana na Yanga, wao wamesema hawataingiza timu, hatuna haja ya kutengeneza gharama ambazo hazina maana, sasa mchezo tunaupeleka tarehe nyingine. Inawezekana ikatokea hicho kitu. Hii inawezekana kabisa, na mimi nimeangalia asilimia kubwa huo uwezekano. Wakaangalia mazingira ya maandalizi ya timu ya Yanga na hili sekeseke ambalo limetokea, wakaangalia na masuala mengine ambayo wanaweza kukubaliana wa resolve baada, kwa sababu Yanga imekuwa ikisisitiza kuna masuala wanataka ya be resolved kabla ya mchezo. Bodi ya ligi kuna masuala haiwezi kuyaresolve kutokana na muda, wanaweza kukubaliana mchezo kwanza usichezwe, wawekane sawa kwenye haya masuala, halafu baadaye unaweza ukachezwa, pengine ukawekwa mchezo wa mwisho wa ligi. Hilo linaweza likatokea, linaweza likafanyika. Sasa naanza kujiuliza, je, hili wataliamua bila kuishirikisha klabu ya Simba? Umeona hicho kitendawili tena? Hicho sasa ni kitendawili. Na bodi ya ligi hao Yanga ndio walisema hawana imani nao, wanaenda kukutana nao. Inawezekana katamkia uso kwa uso kusema hatuna imani na nyie, hatuwezi kujadili chochote. Unaweza unajua kinaweza kuwa kikao cha dakika 5 au dakika 10 au 20. Wakikubali kuingia kwenye hizo agenda kitaendelea. Lakini wanaweza Yanga tu wakaja pale wakasema hatuhitaji mazungumzo, hatuna imani na nyinyi, sasa tunataka tuwape taarifa rasmi. Lakini nasema Yanga ndio fursa yake kujibiwa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi nayo inaweza kujibu hoja pale. Ninachoshangaa masuala ya uchunguzi, masuala ya usalama, masuala ya discipline waliyaeleza kule CAF kwamba Yanga imekuja kasi mapema mno, so premature. Wakajieleza kwa nini wanasema Yanga imekuja kasi premature. Wao kuna mambo hawajayakamilisha kutokana na kuahirisha kwa ile mechi. Wakasema kwa mfano kuna swala la uchunguzi lipo kwenye yale maamuzi ya kazi, ndio wanavyojieleza. Alafu wakasema kuna swala la usalama, kuna mambo wanayafanya ambayo Yanga isingestahili kwanza ije kazi, na ilikuwa moja mapingamizi yao. Umeyazungumza kwenye chombo kikubwa cha michezo duniani, alafu unarudi hapa unazungumza vingine. Ndio kwa maana nasema kwa nini Yanga kama alivyosema mwanasheria wa Yanga Simon Patrick kwamba kuna uhuni na kuna haja kuendelea kupambana uhuni. Nasema namna hii inakuwa ni uhuni. Umekiaminisha chombo kulifika kuamini mpaka Yanga wakaambiwa kweli ile swala wameleta mapema, lakini vile vile kuvitumia vyombo vya TFF. Unakuja huku tusubiri sasa. Na ndio kama nilikuwa nikishangaa. Kwa hiyo manake ni kwamba cha kwanza kabisa itakiwa ni uchunguzi utolewe kwanza ambao waliupinga kule. Uchunguzi utolewe. Unaona? Ndio. Na ambao nasema uliwasaidia hata TFF katika kuiondoa kesi ya Yanga kule, moja ya hoja zao zilikuwa ni hizo. Sasa wanafika hapa hawazungumzi na uchunguzi. Ona huo udanganyifu ambao waliufanya sio tu kwa hata kwa wadau wa soka na watu wengine. Sasa tunasema hapana. Huo ndio uhuni wa soka tunaosema. Kwa nini ufanye hivi? Na juzi nizungumzia kwamba sisi tupo sasa hivi soka letu juu kabisa. Mtu wewe tena kuleta siasa za uchwara kama hizo kwa level tuliofikia, kwa level ambayo tumeaminiwa hata kuandaa masuala ya CHAN na AFCON. Wakati fulani mpaka viongozi wa FIFA wanakuja hapa, kozi nyingi, tupo juu sana. Hatupaswi
kutokuwa waungwana na wenye maadili ya kiuongozi na kiutawala. Basi ndio. Basi umemaliza kila kitu. Mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi. Nakushukuru. Asante sana Like Media. Asante sana. Naam, nilikuwa nazungumza na Lois Komba, mwanasheria huyu ambaye ni wakili msomi, akitoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho bodi ya ligi wanaenda kukifanya, walivyoenda kuwaita Yanga kukutana nao kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Maandalizi yake nini ambacho kitatokea? Kikubwa ni kusubscribe channel hii, tutaendelea kukupa taarifa kuhusiana na mambo mbalimbali yanayoendelea. Mimi naitwa Lugano Israel.